Sasa hapa ndo mechi zimeanza. Safari za kimataifa kwenda kwenye mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi imewadia, na leo hii timu inasafiri kuelekea nchini Algeria. Ni safari ndefu kidogo ambayo tunatarajia kutumia takriban masaa 10 angani. Timu inatoka hapa saa 11:30 alfajiri. Tutaenda moja kwa moja mpaka Uturuki pale Istanbul. Tunatarajia kufika majira saa 7:30 za mchana. Kisha tutaunganisha pale ndege kwenye saa 8:30 hivi 9 kasoro kuelekea Algeria, ambako pia tutatumia masaa 2. Kwa hiyo kimahesabu tunafika saa 11 za jioni. Unaweza ukaona umbali wa safari, lakini wachezaji wote takriban wachezaji 26 wanaungana nasi kwenye safari hii. Na benchi la ufundi chini ya kocha Miguel Gamondi tayari amesharejea kwenye majukumu yake ya kikosi cha Singida Black Stars, na wasaidizi wake wote wako pamoja, lakini pia viongozi ambao wameambatana na msafara huu kwenda kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kwa ni safari ya Watanzania, tunaomba watuombee. Sisi tunaenda kuiwakilisha nchi, tunabeba bendera ya nchi yetu mabegani mwetu kwenda kupambana dhidi ya CR Belouizdad, mchezo ambao tutacheza siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Nelson Mandela. Sasa kwa kule Algeria itakuwa ni saa 2 za usiku, lakini kwa hapa nyumbani Tanzania itakuwa na majira saa 4 usiku. Tutashuka dimbani kwenda kupambana kutafuta ushindi wa kwanza ugenini. Vipi kuhusiana na nyota ambao waliitwa katika vikosi vyao vya timu ya taifa? Nyota wetu wote ambao wameitwa kwenye vikosi vya taifa wapo kwenye mpango wa safari. Kasoro Khalid Aucho ambaye yeye mchezo anacheza kesho. Uganda inacheza kesho. Kwa akimaliza mechi ya kesho, na yeye moja kwa moja atachukua ndege ya kuja kuungana na timu kule nchini Algeria. Lakini wengine wote wakina Amaso Basoji, wakina Metacha wapi Metacha, muda wake bado. Kina Hussein Masalanga, kina Khalid Habib Gego, wote ambao waliitwa kwenye kikosi timu ya taifa wamesharejea, na wengine nadhani mmewaona hapa walikuja Tanzania kisha wameungana na timu kwenda kwenye safari hii. Gamondi ameshacheza nao kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazo huko alikotoka, Gamondi ameshacheza nao. Lakini sio tu kucheza na CR Belouizdad. Gamondi ameshafanya kazi Algeria. Ameshafundisha kule, si mgeni na mazingira ya kule. Na hata hiyo mechi unayohitaji ndugu yangu Jadu, walianzia ugenini kama hivyo wakafungwa 3-0. Wakaja nyumbani Tanzania wakapindua meza 4-0. Kwa hiyo hatusemi kama na sisi tukienda tukifungwa sisi tunaenda kutafuta matokeo mazuri, ikiwezekana ushindi au hata sare, kwa sababu tunaenda kucheza na mpinzani mgumu, lakini tunaenda tukiwa tunajiamini kwa sababu wote tumeingia makundi, si ndio? Kwa hiyo yote anaweza kupata matokeo dhidi ya yoyote. Kwa hiyo tutaenda kupambana. Tukimalizana kule tutarudi Dar es Salaam hapa, na kisha tutaelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu wa pili dhidi ya Stellenbosch. Kwenye mashindano kama haya kutumia uwanja wa nyumbani ni nzuri zaidi, kwa sababu inakupa pointi nyingi katika mechi utakazocheza. Pointi 6 nyumbani. Lakini pia mechi za ugenini sio mechi za kupoteza. Kupata alama hata moja. Gamondi anazungumza nini kwenye mechi hizi za away? Tunafahamu ugumu ambao tutakutana nao. Hata kocha Miguel Gamondi anafahamu, amekuwa akisisitiza hilo kwenye uwanja mazoezi. Hata program ambayo aliacha alitaka ifanywe kazi kikamilifu, kwa sababu anafahamu ugumu wa kucheza mechi za ugenini. Kwa hiyo amewasisitizia wachezaji na amewaambia hii ni kazi yenu, hakikisheni mnaenda kuipambania Singida Black Stars. Yeye kama mwalimu atafanya katika eneo lake, lakini kazi kubwa wanayo wachezaji wetu. Na bahati nzuri, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya kikosi chetu tunao wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa kucheza michuano hii mikubwa. Kwa hiyo ile pressure na zile kusema uzoefu kwa ujumla, kina Clatous Chota Chama, kina Khalid Aucho, kina Nixon Kibabage wameshacheza mechi kama hizi. Kwa hiyo wanaweza kusaidia katika eneo la kutuliza pressure ya mchezo, na inshallah tuombeane dua ndugu zangu. Yani hapa ndugu zangu mmenikuta tu skafu yangu nimeifungia huko ndani, lakini na skafu ya bendera ya taifa. Lakini pia katika kumunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu mzalendo kweli kweli. Tukirudi hapa inshallah na matokeo mtakuja kunipokea hapa nikiwa na skafu yangu ya bendera ya taifa inshallah. Neno pia kwa wenzako unaificha. Uko unaondoka unaificha na ukirudi ipo kwenye begi kubwa, ipo kwenye begi kubwa. Lakini tukifika kule tutavaa kwa ajili ya kuonesha Utanzania wetu hata tukiwa ugenini. Jamani asanteni, sitakaachwa na ndege.
Ngoja tumalize hii. Kawaida ni Azam hao sasa, sio sisi. Sisi ni Stellenbosch. Usinipe majukumu mazito hivyo. Yaani Stellenbosch, yaani tuanze na Sierra Belouizdad. Tuje tena na Wydad. Yaani nataka tuwasaidie na Azam sasa. Lakini hadi wapinzani watu ambao sio nyinyi mnaenda kucheza nao mnawafahamu. Mmefanyia kazi kweli, inaonekana mashindano haya ya Confederation na mnawasoma zaidi ili kujua kwa namna gani mnaweza mkapambana. Niwaambie tu ndugu zangu jambo moja. Sisi hatuna pressure hata kidogo. Kwa sababu tumeshamaliza. Sisi malengo yetu ya msimu huu kwenye michuano ya kimataifa tumeshafikia kwa 100%. Kwa hapa tunaenda kupambana kama bonus. Lazima tupambane kwa sababu tupo kwenye mashindano. Lakini hatuna hiyo pressure kwamba malengo yetu vipi yatakuwa. Tumeshaingia hatua ya makundi, yale yalikuwa malengo yetu ya msingi. Kwa hiyo tuombeane, twende na surprise ya kuingia hatua ya robo finali. Hata nibebea wapi mimi nikiingia robo finali ndugu zangu. Asanteni bwana. Inshallah tuombeane dua ndugu zangu. Akafika ukaambiwa shaondoka. Bana.